Hamjambo wana wa Mungu. Tunawakaribisha katika lesoni ya Sabato hii. Ni lesoni ya 12. Lesoni ambayo ina kichwa kuishi pamoja. Kama vile ambavyo mnajua wana wa Mungu, tumekuwa na mfululizo wa kujifunza jinsi ambavyo Kristo anapatanisha ulimwengu na mbingu. Na katika lesoni hii tutakuwa tunazingatia ni maagizo yapi ambayo Wakristo wanapewa baada ya kupatana na Kristo katika kuishi kwao katika manyumba yao, lakini vile vile katika jamii na kanisani. Na kabla tujaenda mbali sana, tutaomba kisha tujitambulishe ili tuweze kuingia katika lesoni yenyewe. Karibuni sana kila mmoja. Mungu awabariki mnaposikiza. Elda Onyonka, tafadhali tuombe. Na tuombe. Mtakatifu Mungu wetu, asante kwa hii nafasi. Tunapojifunza leseni yetu, tunaomba ya kwamba uweze kutupatia sauti nzuri, na wale wanaotusikia pia uwapatie usikifu mwema. Tunajua ya kwamba utakuwa nasi, ni katika jina la Yesu ambaye ni mwombezi wetu. Amina. Amen. Shukuru sana Elda Onyonka kwa ombi hilo la kutuanzisha. Kwa hivyo wapenzi, kama vile ambavyo tayari tumetanguliza, lesoni ya 12 ina kichwa kuishi pamoja, na kama vile ambavyo mnaweza kufuatisha, juma lililopita tulizingatia kuishi pamoja na Kristo, na mada kuu ya juma lililopita ni wale ambao wamepata Kristo katika maisha yao, ni vipi ambavyo wanatarajiwa kuenenda katika maisha yao ili kudhihirisha kwamba wao wanaishi pamoja na Kristo. Kwa hivyo kufuatia hayo ya juma lililopita, juma hili tunaangalia kuishi pamoja, na fungu kuu linatokana na Wakolosai 4 fungu la 6. Inasemaje ndugu Onyonka? Maneno yenu yawe ya neema siku zote, yakikorea munyu, mupate kujua jinsi iwapasavyo kumujibu kila mtu. Maneno mazito hayo concepta. Ukiwazia fungu hili kuu, concepta, kuzungumza na wengine kwa neema kunaweza kuwa na maana gani kulingana na vile ambavyo wewe umelielewa fungu hili kuu? Kuzungumza kwa neema inamaanisha ya kwamba ni kuzungumza kwa ule upole, yani kuzungumza kwa njia nyingine ambayo ina upole, ina uvumilivu, sio ile kuzungumza kwamba nimekwambia ufanye hivi. Kwa upole, kwa sababu kuishi pamoja ndio tunaelekea kuishi kwa familia. Kwa hivyo kuzungumza kwa neema kunamaanisha kwamba tunavumiliana, tunaongea kwa lugha ambayo itatuleta pamoja, sio kututenganisha, la umuhimu kabisa. Kwa hivyo wapendwa, kama vile ambavyo tunaelewa, tunapoishi katika jamii yoyote, kokote ambako huenda tunafanya kazi, kuna uwezekano kwamba watu huenda wakakosana kwa mazungumzo au katika yoyote yale ambayo wanahitaji kuwa pamoja katika kuelewana. Sasa la umuhimu ni kwamba kuna maadili ambayo yanatufunganisha katika kuishi pamoja, na kila mmoja ana sehemu yake katika kuhakikisha kwamba katika jamii, katika kanisa, katika majumba yetu tuna umoja wa kuelewana. Na hata katika familia ya Kikristo, inahitajika kwamba tuwe tunaenenda katika mahusiano yetu kwa njia ambayo itakuwa ni tofauti kabisa na ile ambavyo
Kristo wetu wengine pengine ambao ni wa ulimwengu wanavyoenenda, ili kuwe na tofauti. Wapenzi, neno la Mungu linatuhimiza kuwa katika mahusiano yetu, kwa jinsi ambavyo tunasemezana, tunaweza kuwa tunahubiri kwa jamii zetu mbali na kusemekana kwamba ni Wakristo tu. Kwa tabia zetu, kwa jinsi ambavyo tunasemezana, hivyo tunaweza kuwafikishia wengine ujumbe wa Kristo na upendo wa Mungu kwa jinsi ambavyo tunahusiana moja kwa mwingine. Hili ndilo himizo kuu katika lesoni ya juma hili. Sasa tukizingatia yaliyo katika Wakolosai 3:18 na 19, na nitauliza ndugu Onyonka uanze kufungua mahali hapo. Tunazingatia jinsi gani Paulo ametoa ushauri kuhusiana na mme na mke. Ni mashauri yapi Paulo anatoa kuhusiana na jinsi ambavyo wanavyoishi? Kwa hivyo Wakolosai 18:19. 3:18. Yes. Wakolosai 3:18. Biblia inasema hivi: nyinyi wake watiini waume zenu kama inavyostahili katika Bwana. Nyinyi waume wapendeni wake zenu, wala musiwe na uchungu dhidi yao. Sasa mnaona jinsi ambavyo Paulo anatoa ushauri ambao unasawazana. Manake anawashauri wake wawatiini bwana zao, lakini vile vile amewahimiza mabwana wawapende wake zao. Jinsi ambavyo neno la Mungu linatuhimiza hapa ni kwamba hakuna ambaye unaweza kusema kwamba ni mkuu juu ya mwingine. Hawa ni wapendwa, jinsi ambavyo Mungu amehimiza hapa. Sehemu ya mwisho hiyo inasema kwamba kama impendezavyo katika Bwana, ikimaanisha kuwa yule mme, yule mke, chochote ambacho wanafanya katika mahusiano yao, wawe wanajiuliza, hivi jinsi ambavyo nimemjibu mwenzangu inampendeza Bwana? Hivi jinsi ambavyo nimehusiana na mwenzangu inampendeza Bwana au vipi? Utu wa mke lakini usimezwe. Utu wa mke, yani kule kwamba yeye ni mtu ambaye ni binafsi, utu wake usije ukamezwa na mme, wala kuwa dhamiri ya mke huyu isije kasikizwa. Sasa pengine ningependa kuuliza ndugu Onyonka, tena utasoma Waefeso 5:25 ili tuweze kuelewa jinsi ambavyo mawazo au dhamiri ya mke ni jinsi gani yanalindwa katika mahusiano haya kulingana na ushauri ambao Paulo anatoa. Waefeso 5:25. Waefeso 5:25. Biblia inasema hivi: nanyi waume wapendeni wake zenu kama vile Kristo alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake. 26. Kusudi alifanya takatifu, akilikuwa kwa kulioza kwa maji, liweze ili neno, nirudie, kusudi alifanya takatifu, akilioza kwa kulifanya kuwa takatifu. Asante. Sasa wapendwa, jambo ambalo ni la umuhimu hapa, tulikuwa tunazungumzia jambo la kulinda dhamiri au katika Kiingereza conscience ya yule mwanamke katika uhusiano ule,
na la umuhimu ambalo limejitokeza hapa ni kwamba mme amehimizwa kumpenda mke wake, na uaminifu wa mke kwa Bwana, hili ni la umuhimu kabisa wapendwa. Uaminifu wa mke kwa Bwana ni uaminifu ambao unatokana na jinsi ambavyo Kristo alilipenda kanisa. Alitoa uhai wake ili kanisa liweze kusimama. Sasa swali kwetu ni, wewe kama mme waweza kutoa uhai wako, waweza kufanya chochote kile ambacho kinahitajika concepta ili uhusiano huu uweze kuimarika? Hili ni jambo ambalo la muhimu kabisa. Sasa kuna jambo lingine ambapo Paul anazungumzia maadili ya familia ambayo ina afya. Ni mambo gani? Ni vipengee vipi ambavyo utakuwa unaangalia ukisema kwamba jamii hii, familia hii ina afya, kwamba ni familia ambayo Mungu atakuwa anasema kwamba hii ni familia ambayo inaninua mimi kama bwana wao. Sasa la kwanza, kulingana na ushauri ambao Paul ametoa, ni kwamba wote wawili wanaheshimiana. Hakuna mwingine ambaye anagandamiza mwingine. Hilo ni muhimu kabisa. Kwamba wanajua kwamba huyu mwenzangu ana mahitaji fulani na huyu mwingine ana mahitaji haya, na wanashirikiana, wanaheshimiana kwa jambo hilo. La pili ambalo Paul anazungumzia ni kwamba wanashauriana na kuafikiana kwa mambo yote. Wanashauriana kwamba mtu asije, ndugu Onyonka, kwamba tusije tukasema sisi kama wanaume kwamba mimi ndiyo ndume katika nyumba hii, kwa hivyo mwanamke ambaye hakuna jambo ambalo atanishauri. Kwamba tunashauriana kwa mambo yote. Lakini la umuhimu kabisa ni kwamba hata katika mambo ambayo ni ya umuhimu kabisa katika familia, hata watoto wanajumuishwa katika ushauriano huo, kwa sababu kuna mambo mengine, uamuzi kwa mfano kama vile kuuza shamba, ambayo yanahitaji kwamba hata watoto wanahusishwa katika ushauri huu. Lakini la ambalo liniguza zaidi ni kwamba iwapo sasa hakuna kuafikiana, mke ameshauriwa kwamba asikize jinsi ambavyo mume wake ameamua, lakini sio kwa kugandamizwa, lakini kwa kutii neno la Mungu ambalo limekuwa ni himizo kwetu. Lakini pia mke akifanya hivyo, waume wameulizwa pia waweze kurudisha mkono. Mke akimsikiza mume wake, mume pia ayo kwamba anakumbuka kwamba alinisikiza nami pia ningependa kurudisha mkono. Kwa njia hizi, kwa vipengee hivi, utaweza kujua iwapo familia hii ni familia ambayo ina afya na inampendeza Mungu. Asante sana. Concepta, watoto na wazazi waishi kwa njia gani? Ushauri Paul anatoa ni upi? Wazazi na watoto. Okay, asante. Tumepata waume na wake, na kuna changamoto moja ilikuwa pale, nasema ujizuie kugombana mbele ya watoto. Je, elder, sisi kama familia, wewe mzee unagombana mbele ya watoto, ama ni yule anangoja mkienda kwenye chumba cha kulala ndio mnaongea? So tumeambiwa ya kwamba avoid quarreling in front of children. So yani ikiwa kama hayo, kama kuna jambo labda nimekosea kama mke, basi tukienda huko chumbani, basi niulize kwa upole, na wewe mama ulifanya aje? Pole pole, watoto wasisikie. So hapo ndio tutakuwa tunajenga familia. Basi siku ya Jumatatu inasema wazazi na watoto. Hapo mwanzo tumepata ya kwamba familia ni kampuni, ni kama kampuni ya kutengeneza vyuma ama kampuni ya kutengeneza mikate. Iko na manager, iko na wakurugenzi mbalimbali na wafanyakazi mbalimbali. Hata yule watchman anaitwaje Kiswahili? Hata yule mlinzi basi yuko kwa hiyo kampuni. Hiyo ndio familia ya wazazi na watoto. So tunaipata kutoka kitabu cha Methali 22:6, ambayo hiyo tangu asubuhi watoto wameombewa, na ndio ilikuwa moja inasema ya kwamba
mfunze mtoto 22:6 yasema hivi. Nasema hivi, mfunze mtoto namna ya kuishi vizuri, naye hatasahau njia hiyo hata uzeeni. Hiyo siku tumeombea watoto, imekuwa hivyo ya kwamba mtoto afunzwe njia ile nzuri, na hata akiwa mzee hatasahau. Hata wakati atakuwa ametoweka, ameenda njia zile za dunia, atakumbuka kwa kweli wazazi wangu walinifunza njia ya Ukristo. 15 inasema mtoto upenda mambo ya kijinga moyoni, lakini fimbo ya nidhamu umuondolea hayo. Ambao watoto tumewalea, saa zingine tukiona watoto wadogo wanafanya tu wanacheza hivi, basi hiyo tabia inakuwa hata wakiwa katika miaka ya 15 kwenda juu, bado anafanya ujinga, amesahau. Basi ile fimbo inatumika kurainisha hao watoto, na kama utaweza kurainisha huyo mtoto akiwa bado mdogo, wanasema hautaweza kukunja mti ungali ikiwa umekuwa mkubwa, kwamba umekomaa, inakuwa ni vigumu. Sababu mti ukiwa umekuwa kabisa, umemea, unajaribu kufunga hata kamba, huo unakatika ama unakunjika, uwezi kunjika. Hata samaki mkunje ngali mbichi, because akikauka basi utamweza. Basi hiyo ndio familia. Alafu Mathayo 19:14 naye inasema Yesu alipokuwa anaongea na wanafunzi wake, basi watu walikuwa wamejaa kwa umati mkubwa, lakini wazee wa kanisa kama wewe walifanya aje? Sema msikilizaji. Walijaribu kuwazuia watoto wasije kwake. Wakisema nini? Wakisema kwamba watakuwa wanaleta usumbufu tu. Basi ya kwamba walikuwa wanaleta usumbufu, wanamzingira Yesu. Lakini Yesu aliwajibu nini? Wacheni watoto wadogo waje kwangu, maana ufalme wa mbinguni umelinganishwa kama watoto. Kama utajikanya kama mtoto, basi kuingia mbinguni itakuwa ni hasara kwako. So yani inamaanisha jikanye kama mtoto ili uweze kufunzwa, na ukishafunzwa basi utakuwa umekomaa na utakuwa umetembea kwa njia ya Kristo. Alafu Kumbukumbu la Torati 6:6-7 naye inasema ya kwamba wafunzeni watoto wenu, naongea na watoto wenu saa zile mmekaa kwenye nyumba. Je, ukiandikia mtoto wako ujumbe mfupi inamwambia kwamba my son I love you and I want to see you home, ninataka nikuone nyumbani, hiyo itakuwa imetosha? Maana unapata kuna familia zingine wanaongea na watoto kwenye ujumbe mfupi, lakini Biblia inasema ongea na hao watoto mkiwa mmekaa mezani, yaani muonane uso kwa uso. Hata hii juma la maombi ya familia ilikuwa imesema ama ikatoa changamoto ya kwamba ujaribu hata mara moja, dakika hata 5 mkae kwenye nyumba. Kama ni wewe baba, uangalie mke wako, uangalie watoto wako. So inamaanisha yani macho, eye contact. Hiyo sasa ndio wazazi na watoto. Tena la mwisho, wakifundishwa ipasavyo kwa ajili ya Bwana kwa maadili na mfano, watoto watakuwa baraka kwa familia, kanisa na kwinginepo. Na maagizo ya Paulo kwa wazazi kama yalivyo maagizo yake kwa waume na wake yana usawa na yanapatana. Basi inamalizia, ninyi akina baba msiwachokoze watoto wenu wasije wakakata tamaa. Wakolosai 3:21. Jinsi wasasi hasa baba utangamana na kuadhibu watoto, uadhiri sana malezi yao ya kiroho. Basi nawaonya akina baba, sio baba, hata akina mama. Kuna saa nyingine umekasirika, unamwadhibu mtoto vibaya, na saa nyingine mtoto atatoweka. Na kwa kweli familia nyingi umeisikia kuna watoto wanajinyonga,
Ukiuliza sababu unakuta ameandika kwenye kikaratasi ya kwamba baba alinikasirisha ama mama alinikasirisha. So Paulo anatuonya tuchunge sana, tuishi kwa upendo, kwa umoja, tuwe tunazungumza kwa maelewano, na zaidi ya yote kama mama dumisha upendo kwa familia. Asante. Asante sana. Asante sana dada Concepta. Jambo ambalo liliniguza sana moyoni Elder Onyonka ni utafiti kuonyesha kuwa iwapo baba yuko kanisani basi uwezekano baba hasa baba iwapo yuko kanisani uwezekano kwamba watoto ambao wametokana na familia yake watadumu katika kanisa uko juu. Kwa hivyo sisi tuna jukumu la umuhimu sana kama kina baba kuwaelekeza watoto wetu wawe kanisani, na Mungu atubariki tunapofanya haya, manake changamoto ni nyingi, lakini tunapomtegemea Kristo basi hata changamoto hizi pia hupita. Asante sana. Sasa ndugu Onyonka, kwa kuenenda mbele kidogo, pia katika mahali petu pa kazi Paulo ametoa ushauri yule ambaye ni mdogo ahusiane namna gani na yule ambaye yuko juu yake, ambaye pengine ni supervisor wake au ni bwana yake. Anatoa ushauri upi? Karibu. Asante ndugu yangu Ndemo, kwa kusema ukweli utangulizi ni kama umefungua somo letu katika njia inaofaa sana kuishi pamoja. Tunajua ya kwamba mahusiano yanapokamilika mambo yote huwa katika hali nzuri, na mwandishi ametukumbusha ya kwamba mahusiano mazuri yanaanza na familia. Mume na mke wanapofanya kazi kwa pamoja na upendo, na mibaraka ya watoto inapoingia, pia nao wanasoma ya kwamba wazazi wanasikamana kwa pamoja, hiyo nyumba inakuwa na mibaraka ya hali ya juu. Ikitoka nyumbani sasa kuja kanisani inang'aa vile fungu letu kuu limetuagiza ya kwamba tunastahili kukorea kama chumvi. Maanake tulianza vizuri kutoka nyumbani, tunapokuwa kanisani tunaonyesha mfuto mzuri kwa wenzetu, na mwisoe inakuwa ni harufu nzuri. Waume na wake katika sehemu hiyo brata ulisungumzia Ndemo imeongelea vizuri sana ya kwamba inaposemwa ya kwamba mke atii mume wake, haina maana ya kwamba mke atatii kila mwanaume, lakini ni yule wake tu ndiye anasimama kwayo, na mwisoe inaleta sura iliyo kamilifu. Hata wale wanaoona kutoka nje, kila mmoja anasema ya kwamba ndoa yangu ingekuwa kama ya huyu tungeendelea mzuri. Na hiyo ndio hata mbingu inahitaji kuona katika familia zetu tunapokuja kanisani. Wazazi na watoto, kuna swali ambao concept amezungumzia na linajiuliza namna hii: ikiwa sisi wazazi hatujasimama katika Kristo, kuna uwezekano mkubwa sana kupoteza hata wale watoto ambao tumepatiwa kama mibaraka. Kwa hivyo tunaposimama vizuri, tunafanya wanaiga vizuri, na mwishowe wanasimama. Na saa vile ndugu Ndemo umezungumzia, mama anaposikilia vizuri kutii mume wake katika mambo yote yale ambayo yanaonekana ya kwamba yanasimama katika upande wa Kristo. Sio ule mzee anaambia mama ya kwamba labda leo nataka wendo ninunulie banki, sina pesa, lakini wewe kulewa kwangu wewe changa lazima wewe ndio utaninunulia. Hapana, kutii katika Ukristo mambo mazuri. Lakini mwandishi anamalizia kutuambia ya kwamba kuna mambo na mama naye anakuwa na msimamo, lakini kama anaona ya kwamba haiendi kulingana na mapenzi yake Mwenyezi Mungu, lazima asimame na kuongea kwa upole jinsi leseni imezungumza. Mabaya tuyazungumze kwa upole,
tusiwe na uchungu tunapoelezea. Yule ambaye achapata ataweza kusikiza ikiwa sauti yetu itakuwa ya unyenyekevu na muisoe. Na zaidi sana tukakuta ya kwamba sisi kama wazee kichwa, tukisimama vizuri na familia zetu kule nyumbani na kanisani tuko, kuna uwezekano watoto wetu pia waseeke wakiwa katika hiyo imani ya Kikristo. Kwa hivyo mzee uko na jukumu, na zaidi sana pamoja unasikanisha hata yule anayetufanyia kazi. Tunazoea kuwaita watumwa, lakini leseni ya leo Paulo anatuelimisha ya kwamba wanapokaa kwetu na wanafanya kazi vizuri na wanatutii, nasi pia tunastahili kuonyesha upendo wa Kikristo. Maanake Biblia imetushauri ya kwamba nasi pia tulikuwa watumwa katika sehemu ile ya Misri. Kwa hivyo tunapofanyiwa kazi na wale wenzetu tumeachiri, tusiwafanye vile Farao alivyofanya wenzetu kule Misri. Tuweze kusimama vizuri, tuwe na upendo, manake wanapokuwa kwetu pia wanakuwa mibaraka. Niongezee tu kidogo upande ule. Tunaona ya kwamba Yakobo alipotoroka kwao akaenda kwa Labani, alienda na mibaraka ya hali ya juu, manake Mungu alikuwa na Yakobo. Na alipokuwa anafanyia Labani kazi, ule mji ulinawiri sana, mifuko ikaongezeka. Kila jambo ambalo Yakobo alikuwa anafanya lilikuwa linastawi katika njia nzuri. Ile miaka aliyomaliza huko, alipoamua kurudi kwao, Yakobo Labani alihuzunika sana, manake Yakobo alikuwa ni mibaraka katika familia yake. Unaposoma hiyo Wakolosai 3 fungu lake la 22 na 23, Biblia inasema hivi: nyinyi 22, nyinyi watumwa watiini mabwana zenu wa hapa duniani katika mambo yote. Fanyeni hivyo si kuwapo tu, bali mkimwogopa Mungu, wala si kwa kutafuta upendeleo wao, wakati mnapo waona raha. Kila mfanyaro fanyeni kwa moyo kama watu wanao tumikia Bwana, wala si wanadamu. Ujumbe ambao huko na nguvu sana. Watumwa pia nao wanaponyenyekea kwa Bwana sawa, mbingu inawawekea mikono, wanapata mibaraka. Vile vile na sisi tunaotumikiwa, tunapowatendea vizuri, mbingu pia inatuwekea mibaraka, na mwisoe tunatii hii sheria. Mwisho tunaona Paulo akimshauri huyu ndugu, anawashauri hawa ndugu Onesimos na Philomen, kuwashauri ya kwamba usimuone ya kwamba ni mtumwa, bali umhesabu kama ndugu katika utumishi wa Bwana. Manake tunastahili kuridiana, kusaidiana, sio ya kwamba kujiweka katika kiwango ya juu, na kazi tunaofanya ni moja. Na Mungu atusaidie tunapoendelea tutembea katika hiyo mipaka, na Mungu atatupatia mibaraka. Asante sana ndugu Onyonka, mambo mazuri kabisa. Tazama jinsi ambavyo Paul anatoa ushauri kuwa hata ingawa wafanyakazi mara nyingine huenda wakawa chini ya wakuu wao, anashauri kwamba hawa wafanyakazi wameumbwa katika mfano wa Mungu. Sasa itakuwaje iwapo mtu ameumbwa katika mfano wa Mungu kwamba anagandamizwa? Haitaleta uzuri wowote. Asante sana. Sasa tunaposonga mbele kidogo, Paulo pia amehimiza kwamba katika mahusiano ya kanisani, katika mahusiano ya jamii, katika mahusiano ya kokote kule ambako pengine hata mahali pa kazi, Paulo anashauri kwamba
watu waombeane mmoja kwa mwingine, kwamba kwa kuomba hivi ndivyo ambavyo tunaweza kudumisha uhusiano ambao unamletea Mungu utukufu. Sasa tutasoma katika Wakolosai 4. Nitasoma Wakolosai 4 fungu la 2 hadi la 4. Neno la Mungu lasema hivi, sikizeni vizuri: dumuni sana katika maombi. Angalia jinsi ambavyo Paul anatoa ushauri kuhusu maombi. Dumuni sana katika maombi, mkikesha katika kuomba, mkiwa na shukrani, mkituombea na sisi pia, kwamba Mungu atufungulie mlango wa lile neno lake, tuinene siri ya Kristo, ambayo kwa injili yake nimefungwa. Na ukiangalia jinsi ambavyo Paul anazungumza kuhusu maombi, wapendwa, Paul aliamini kwamba pasipo maombi basi hakuna uhusiano wowote, hakuna uwezo wowote. Hata kwa wale ambao walikuwa wanapitisha injili kama yeye, hakuna uwezo wowote ambao walikuwa nao. Na kwa ujumla ukiona jinsi ambavyo maombi yanazungumziwa katika Biblia, jambo ambalo linajitokeza ni lile ambalo Mama Ellen White ameandika katika The Great Controversy ukurasa wa 522. Anasema maneno haya, anasema kwamba ni sehemu ya mpango wa Mungu kututimizia maombi yetu ambayo tunasoma kwa imani, na maombi haya hatuwezi kufikia malengo haya ambayo tunaleta kwa maombi iwapo hatungeomba. Na ukiona nukuu hii inatuhimiza kuwa iwapo hatutaomba concepta, basi hata lile ambalo pengine ni wazo tu uko nalo kwamba ingekuwa vizuri Mungu anitimizie mambo haya, lakini usipoomba basi hautaweza kutitimiziwa. Lakini la umuhimu zaidi ambalo niliona katika fungu hili ni Paul kusema kwamba anauliza aombewe ili aweze kuwezesha jinsi ambavyo anafikisha ujumbe wa Mungu kwa kila mmoja. Na Paul anasema kwamba ni jambo ambalo ni kama ni jambo la dharura. Nisome sehemu hiyo kwa uzuri ili tuweze kupata wazo hilo. Paul anasema kwamba ni jambo ambalo linakaa ni kama la dharura kupitisha ujumbe huu. Sasa sikiza fungu la 4. Hiyo ni Wakolosai 4:4. Ili nidhihirishe kama inipasavyo kunena. Inipasavyo, ukizingatia neno hilo inipasavyo, inaleta dhana kwamba kupitisha ujumbe ni jambo ambalo ni la umuhimu zaidi kuliko jambo lingine lolote. Na hili ndilo Paul anasema kwamba tuliombee ili aweze kupitisha ujumbe huu kwa jinsi ambavyo inafaa. Sasa ni ombi la imani. Paul anazungumza kuhusu ombi la imani. Ombi la imani, Sister Concepta. Paul anasema kwamba ombi la imani linafaa kuwa na vipengee fulani. Angalia, anasema kwamba tuombe bila kusita. Hilo ndilo ombi la imani. Ndugu Onyonka, ukifikiria kuhusu kuomba bila kusita, inamaanisha kwamba huenda ukaomba lakini haupati jibu, lakini hata kama upati jibu bado unaendelea. Hilo ni ombi la imani. La pili, kwamba unaomba kwa kuamini kabisa. Katika neno la Kiingereza sema kwamba pray earnestly. Unaomba kwa kuamini kabisa. Lingine, unakuwa mwangalifu. Manake kuna maagizo ambayo yametolewa katika Biblia, neno la Mungu kuhusiana na maombi, na tumehimizwa kwamba ombi la imani basi litakuwa ni kuomba kwa kuwa waangalifu. Alafu la mwisho, tunaomba kwa kutoa shukrani, kwa kuwa na moyo wa shukrani. Nasema with thanksgiving, kwamba tunapoomba kwa jinsi hii basi tunaomba ombi la imani. Sasa Paul amesema kwamba maombi ambayo tunaomba moja kwa mwingine, pengine maanake tunazungumzia mahusiano katika mahali ambako tunakaa, mahali ambako tunafanya kazi. Paul anauliza kwamba tuombe bila kusita, tuombe kwa kuwa uangalifu kuhusiana na ushauri ambao umetolewa na Biblia, na tuombe kwa sababu kwa wale ambao wanatoa ujumbe huu, kama vile Paul anauliza aombewe, tuombee pia, manake tunapofanya hivyo basi tunafanya ambayo ni mapenzi
ya Mungu. Asanti. Na sasa dada Concepta, kutembea au kuenenda katika busara ama hekima. Sasa hekima katika matumizi yake ya Biblia ni tofauti kidogo na matumizi ya hekima katika lugha ya kilimwengu. Na hekima hii ambayo Paul anazungumzia ni hekima ya kibibilia. Hebu tueleze hii hekima ambayo Paul anazungumzia tuenende kwayo ni ipi? Asante ndugu. Kuenenda kwa hekima, tumepata hapo mwanzo ya kwamba kuombeana. Kama umeombea jirani yako, labda alikuwa mgonjwa, umeombea watoto wako walikuwa wanafanya mtihani, basi ni changamoto ya kwamba usiombee peke yako, ombea hata wale wanaokuzunguka. Ya wiki jana ilisema ombea hata adui wako yule anayekusema vibaya, basi naye muombe. Kuenenda kwa hekima, la kwanza Paulo anatuambia ni kwamba tukubali ya kwamba Yesu Kristo alikufa na akafufuka. Ikiwa basi umekubali na hayo, hekima itatoka kwake Mwenyezi Mungu, na hekima hiyo utatembea nayo, na hekima hiyo ni ya milele na milele. Basi kuna ukweli mwingi ambao tunausoma kwenye neno lake Mwenyezi Mungu. Na ukweli huu ndio unatutia nguvu kama sisi wa Adventista. Ukweli huu ambao utaweza tembea nao katika safari yako. Labda ndio nisomee 4:5 na 6. Huyo Wakolosai yasema nini? Neno la Mungu lasema, ini Wakolosai 4:5 na 6 lasema, nendeni kwa hekima mbele yao walio nje, mkiukomboa wakati. Maneno yenyu yawe na neema siku zote, yakikolezwa chumvi, ili mpate kujua jinsi iwapasavyo kumjibu kila mtu. Asante. Ya kwamba tuwe na hekima katika mahusiano, ambao tulipata ni kupitia mume na mke, tukakuja kwa watoto, tumekuja kwa wafanyakazi. Sasa hekima hiyo ndio tunahitaji ili tuweze kusafiri mbele. Vile hapo mwanzo tuelezea kwamba familia ni kampuni. Sasa ukiangalia kama ule mti umechorwa, uanzie baba na mama, ukujie watoto, ukujie wafanyakazi. Sasa kama familia, hekima ndio inahitajika ili uweze kuenenda na maadili yake Mwenyezi Mungu. Basi tukiwa na hii hekima katika mahusiano, basi tumemkubalia Yesu ya kwamba alikufa msalabani. Basi ikiwa tumemkubali ya kwamba Yesu alikufa, hakuna kile kitatuzuia. Ndio tunaipata nayo kwenye Isaya 52 fungu la 5. Nayo akiendelea kuitafuta, napata kwa bahati mbaya sisi wa Kristo saa nyingine tunafanya ambacho sio chochote. Ndugu Onyonga, tulikuwa tumezungumza hapo, tukasema wakati wa Nuhu, kwa nini watu wengi walihubiriwa miaka 120 lakini kumbe walikuwa hawafanyi chochote? Walikuwa wanafanya hapa heka hapa na pale. Kwa sababu kama wangekuwa wanafanya chochote, basi sio familia ya Nuhu pekee ingepatikana. Hebu tumepata hiyo 52 Isaya 5. Inasema aje? Yasema hivi, basi sasa nafanya nini hapa, asema Bwana, ikiwa watu wangu wamechukuliwa bure? Hao wanaotawala wanapiga yowe, asema Bwana, na jina langu linatukanwa daima mchana kutwa. Hebu rudia msikilizaji asikie vizuri, maana ina uzito hapo. Okay. Basi sasa nafanya nini hapa, asema Bwana, ikiwa watu wangu wamechukuliwa bure? Hao wanaowatawala wanapiga yowe, asema Bwana, na jina langu linatukanwa daima mchana kutwa. Hiyo ndio tumesema kwa bahati mbaya sisi wa Kristo unakuta hatufanye chochote. Tuaja Sabato hapa, tuko watakatifu mpaka macheo ya jioni. Lakini kesho basi tabia zetu ama jioni usiku wa leo atueleweki. Yani ni ile akieleweki.
maana tabia ambayo unaonyesha hapa kwenye jukwaa la Kristo kanisani na ile tabia tuko nayo huko nje, kwa kweli inafanya jina lake Mwenyezi Mungu litukanwe bure. Ni sisi zote vile tuko hapa tumehusiana na watu kule nje, wenye biashara. Daktari umefanya kwenye hospitali ama kwenye sehemu mbalimbali ambayo tumesema ni kampuni. Je, pale watu wanakuona aje? Unailinua jina lake Mwenyezi Mungu ama unafanya jina la Mwenyezi Mungu liweze kutukanwa kwa sababu ya tabia zetu? Tukimalizia utanifungulia Tito 2:5 na tusikie inasema nini. Maana tunapata kwamba maneno yenu na yawe yenye neema siku zote, zaidi ya fadhili au upole tu. Maneno yanayozungumzwa yanapaswa kuchochewa na kupenyezwa na neema ya Mungu kupitia ushawishi wa Roho Mtakatifu. Ilikuwa Tito 2:5. Na kuwa wenye kiasi, kuwa safi, kufanya kazi nyumbani mwao, kuwa wema, kuwatii waume zao wenyewe, ili neno la Mungu lisitukanwe. Kuwatia moyo ili neno la Mungu lisifanye nini? Lisitukanwe. Yakikolea munyu. Munyu ni nini? Munyu ni chumvi. Yaani kama unakula chakula ama vipanzi, ndio vyapendwa kumtaane. Basi vipanzi hivi kama vina chumvi kweli vinaweza kuwa tamu. Utakuta ukisema nipe hata inaitwaje? Chili ile ya pilipili ili iweze kufanya hiyo vipanzi viwe tamu. Basi kama sisi maisha yetu hayatakolea kama chumvi, basi sisi ni Wakristo ambao hatufanye chochote. Wacha Mungu akatusaidie tuenende kwa hekima ili tuweze kufanya kazi yake katika shamba lake na tuweze kuwa mvuto kwa wengi. Asante. Asante sana. Asante dada. Asante dada Concepta kwa sehemu hiyo. Wapendo, ukitafakari kuhusu chumvi, chumvi ikiwekwa chakula, basi chakula hiki kinakuwa na ladha. Iwapo chakula hakina chumvi, basi chakula hicho hakina ladha. Swali ambalo ni la umuhimu kwetu ni kwamba sisi katika mahusiano yetu tunaongeza chumvi katika mahusiano yetu, au tunahusiana na wengine kwa jinsi ambavyo hamna ladha tena katika uhusiano huo. Tumezingatia mahusiano kati ya watoto na wazazi, tumezingatia mahusiano kati ya mme na bwana, tumezingatia mahusiano kazini pale kati ya mdogo na mkubwa wake, lakini pia tumezingatia kuhusu kutembea katika busara au hekima, ambako kuna maanisha kuwa basi tuna mfano wa Kristo katika mahusiano yetu, katika tabia zetu, katika uchaguzi wowote ule ambao tunafanya, ili hata katika maisha yetu tunakuwa kwamba tunahubiri, na sio kwa kusimama tu pale katika mimbari. Unaweza kuhubiri kwa uchaguzi wowote ule ambao utakuwa unaufanya. Pengine jambo la kumalizia, ndugu Onyonka, ambalo pengine ungependa kuongezea pale? Asante ndugu, kuna jambo kabla hatujazungumzia vile mmezungumzia vizuri kuenenda kwa hekima. Kuna sehemu inaozungumzia kuhusu kuombeana. Tukumbuke ya kwamba tumezungumzia somo inaohusu jamii. Jamii manake mume, mke, watoto na wale wachakazi wanaotufanyia kazi. Ndiyo maana katika hii sehemu ya mwisho mwandishi anatushauri kuhusu kuombeana. Mara nyingi huwa tunasahau, lakini kwa bahati nzuri leo Paulo ametuweka katika hali nzuri sana, anaosema ya kwamba tuombeana. Tunapoombeana lazima tujumuishe hata yule mchakazi ambaye tuko naye katika boma zetu, na yeye pia tuweze kumkumbuka katika maombi, na ikiwezekana zaidi na yeye apatiwe nafasi awe na yeye akiendeza maombi vile nasi tunaendeza. Ikiwa tulianza na mume, mke, watoto wakaingia, hata mchakazi pia ajumuishe katika maombi, na
ya chini mwisho inatuambia ya kwamba sio lazima kupiga magoti. Maombi utaweza omba hata kama unafanya kazi. Taja jina la Mungu, ina na nguvu, liko na nguvu hata kama yuko kazini. Sio lazima kuweka magoti chini ndipo useme ya kwamba nimeomba. Hapana. Unapokumbuka, unapotaja jina la Yesu, unapomtaja yule mchakazi, unajiongezea mibaraka. Wengine hata ile majina ya Kikristo ya wafanyikazi wetu hatutaki kuyataja. Tunaona ya kwamba ni kama tunawasifu. Hiyo ni makosa ya hali ya juu sana. Kama Josefu anatufanyia kazi, kama Yeremia ndio mfanyikazi wetu wa samba, tunapoomba ambia Mungu saidia Yeremia wetu, manake amekuwa nguzo katika hii boma yetu na anaendeza vizuri. Msaidie wazazi wake, saidia mandugu zake mahali walipo, na mwisoe. Haya maombi yanatajwa ya kwamba hayana ubinafsi. Yanapoenda namna hiyo, sasa ndio hii ya mwisho inapata nafasi. Hekima inatoka juu, maanake ubinafsi umetoka, na mwisoe tunaenenda na hekima. Hiyo hekima inafanya kazi namna gani? Haina aibu kwa Mwenyezi Mungu. Maanake mwandishi ametumia haya mafungu, anasema ya kwamba kama hiyo Isaya anasema ya kwamba mara nyingi mahali tumesimama tukiongea, tukifanya, tunamletea Mungu aibu. Lakini tuwe na hekima, tukiongea tunaongea maneno ya busara kwa wale ambao hawajamjua Mungu, na mwishowe wanasema kweli hawa ni watu wa Mungu, na mwishowe jina la Mwenyezi Mungu inatajwa katika hali nzuri, na Mungu atusaidie. Asante sana. Dada White anasema maneno haya kuhusiana na maombi. Anasema kwamba kila pumzi ambayo tunakuwa nayo iwe ni ombi. Hilo ni jambo ambalo ni la kina sana ukitafakari kuhusu umuhimu wa maombi. Wapendwa, tunatumai kwamba katika lesoni hii ya 12 ya jinsi ambavyo tunaweza kuhusiana mmoja kwa mwingine, tumeweza kuhimizika, tumeweza kumakinika kwa jinsi ambavyo Paul anatoa ushauri ambao unatokana na mada kuu ya jinsi ambavyo Kristo anapatanisha binadamu na mbingu. Mungu awabariki sana, na tunapokaribia mwisho wa muhula huu, tunatumai kwamba Mungu amekuwa pamoja nasi na kwamba tumekuwa katika Ukristo kwa kujifunza huku ambako tumekuwa nako. Ndugu Nyonka, nitauliza uombe ombi la mwisho kumaliza. Asante. Na ombi la mwisho. Mtakatifu Mungu wetu, vile tulianza tulikuomba, na kwa kweli umekuwa nasi, umetupatia sauti nzuri. Tunajua ya kwamba wale wanaotusikiza na kutazama tumekuwa ni mibaraka kwao, na sisi pia nasi tumebaki na mibaraka. Uendelee kutusikilia tunapoingia katika leseni ya 13 wiki ijayo. Mapenzi yako yaweze kutendeka, uweze kusimama na ile msimamo ambao wewe mwenyewe unahitaji, ukijua ya kwamba hivi karibuni tutaingia katika nchi ya furaha mbinguni, na mwishowe tutasema kweli wewe ulikuwa Mungu wetu. Tunajua ya kwamba utatushindia na umeendelea kutushindia, ni katika jina la Yesu ambaye ni mwombezi wetu. Asante, tusema amina. Amina. Mungu atubariki.